So guys, habari ambazo zimeweza kutufikia hapa ni habari za tanzia, lakini lazima tuzizungumzie, ambapo tuna Mkenya dada yetu kutoka nchi ya Oman ambaye ameweza kuaga dunia hapo jana, na hapo jana aliweza kuletwa nchini Kenya, ambapo aliaga dunia mawiki yaliyopita, na niko hapa kwa minajili ya kukuelezea kisa na vipi alivyoanza ama vipi alivyosafiri mpaka akapatana na umauti wake huno, kulingana na yule ambaye alitufikishia habari hapa, ambapo ametuelezea dada yetu ambao unamwona kwenye picha hapo ni msichana kutoka jijini Nairobi, ambapo alikuwa akifanya kazi ya kuuza chakula karibu na mkahawa fulani Nairobi pale, ambapo alifanya hiyo kazi baada ya kwamba alikuwa amepata ajali ya gari barabarani nchini Kenya, ambapo miguu yake ilikuwa ina kama condition fulani hivi za medication ambayo haingemruhusu kufanya kazi ngumu, lakini mwisho wa siku alipopata green pasture ya kwamba angekuwa na uwezo wa kusafiri Uarabuni kwa minajili ya kufanya kazi, basi hakuchelewa. Alifanya hivyo kwa kutafuta pasipoti yake, na pasi kujumuisha familia yake ama kuambia familia yake, akatoka nchini Kenya na kusafiri mpaka Oman, pasi familia yake kujua kwamba yeye anasafiri kwenda zake Oman. Na alipofika kule, kazi zilianza kama kawaida, lakini kazi zilipoanza kumlemea pale kwa ile nyumba aliyokuwa akifanya kazi, alipata baadhi ya marafiki kwenye mtandao ambao walimshauri aweze kutoroka, kwa kilugha ambayo inaeleweka, kukemboi kwenye ile nyumba ya mwajiri wake, ambapo alienda kufanya kazi nje, na kule alikokuwa akifanya kazi pia zilimlemea hivyo pia, kwa sababu ya ile condition yake ya ajali ambayo alikuwa ako nayo. Alikuwa akipata each and every time yapata state ambayo anahitaji kwenda hospitali, lakini kwa sababu amekemboi kama kabisa asingeweza kwenda hospitali, kwa sababu hana zile document ambazo zinapaswa yeye akuwe nazo, ambazo angeruhusiwa kupata matibabu ya bure hospitali. Na hivyo alivumilia kwa muda mchache, lakini mwisho wa siku ikawa ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. So tumekuja hapa tu ili mradi tuelekeze hizi habari, kwa sababu alipatikana na mwili wake ukaweza kufikishwa Kenya, ukakabidhiwa familia yake, na familia yake kwa sasa inapanga jinsi gani ambavyo watamzika, watamstiri kule kwao. Lakini jambo kama hili mimi wasema siku zote kwamba endapo mtu anafariki kwa njia yoyote ile, aidha nzuri ama mbaya, aidha ajali ama kulala na kufariki, bado vile kuna sound kama a certain information ambayo tunapaswa tuje tuishare hapa na iwe kama funzo kwetu sote. Sasa dada yetu ametutangulia lakini pia vile dada yetu ametuachia funzo kubwa sana ambalo tunapaswa kujifunza. Na kwa sababu hapa kwa KG Chipande tuko hapa kwa minajili ya kutoana takataka kwa kile, basi sita kujaribu kudondosha niliyokuwa nayo, ili mradi tuweze kufunzana haya machache ambayo nimekuletea hapa. Na wewe, kabla sijaendelea, kama unahisi kuna lolote ambalo umejifunza kutokana kwa huyu dada, basi usisite kuweka mafunzo hayo ili yasaidie mwingine kwenye comment section hapo, ambapo mimi nimekuletea haya machache. Jambo la kwanza, tusiwahi safiri nchi zozote ama nje ya nchi pasi kujumuisha familia zetu. Ni lazima familia zetu, ama ziwe za mbali ama za karibu, tuwafahamishe. Hata kama hautawafahamisha kwa hii process yako, usiwafahamishe kwa process yako yote ambayo unafanya, kutafuta passport, kutafuta visa, kutafuta agent, usiwafahamishe sawa kama hutaki. Lakini ile siku ambayo unasafiri, ama ile time ushajua wazi kabisa kwamba siku yako ya kusafiri imeingiliana, ama safari yako imeingiliana, nafikiri ni vizuri kama kuna baba ama kuna mama, kuna ndugu, mume wako, mke wako, watoto wako ni wakubwa, wajulishe na wafahamishe ya kwamba wewe kwa sasa unasafiri kwenda nchi fulani na unaenda kule kwa minajili ya kufanya kitu gani, ili mradi hao waweze kukuweka kwa maombi yao ya kila siku. That is one. Second, ni kitu ambacho tunakiongelea kila wakati hapa kuhusiana na masuala mazima kukemboi. Kila wakati tunakuja hapa na tunashauriana na kusema kwamba kamwe kabisa madada zetu ambao mnafanya kazi ndani ya nyumba, kamwe kabisa msidanganyike kukemboi, msidanganyike kukimbia ndani ya majumba zenu. Najua wapo wale ambao wamefanikiwa kwa kukemboi na maisha yao yakaenda vizuri, lakini ukiangalia asilimia kubwa ya wale ambao wametoroka manyumba ya mabosi wao ambao wamepeleka kule Uarabuni, wengi wao ni wale ambao wanapitia mateso, na ukiwauliza sahihi watakwambia kwamba wanajuta kwa nini wamekemboi. So wale ambao tayari wamekemboi, Mwenyezi Mungu awasaidie ili mradi waweze
kufanikisha ajenda yao, na wale ambao hawajakemboi, basi mimi hapa leo nitawaambia kwamba zuilieni pale ambapo mko, kwa sababu kuna shari nyingi sana ambazo zinaepukisha kule nje. So mimi nasema kwamba ni heri zimu linalokujua kuliko lisilokujua, kwa sababu lile linalokujua haliwezi kukula kukumaliza, but kule kwengine unaweza ukapata kitu ambacho kitakuharibia zaidi. So pale pale ambapo uko ndani, najua wazi kabisa, siku zote mimi silaumu mtu ambaye amekemboi, kwa sababu kuna sababu zake ambazo zimemfanya mpaka akatoroka kwa mbosi wake. Kuna wengine wanakimbia kwa sababu wameona mauti, wameona kifo kabisa hivi, ndio naamua sasa hapa ni afadhali nikimbie, kwa sababu nimekosa msaada wa kokote kule, of which tuna understand, but mwisho wa siku I do prefer other means than kukemboi na kwenda kujiuza, ama than kukemboi na kwenda kwa mtu ambaye atakudhalilisha zaidi kuliko hata yule mwajiri wako pale ambapo ulikuweko. Na kitu kingine pia vile vile, kama uko na ambao tumejifunza hapa, kwa sababu dada yetu huyu alikuwa na medical condition fulani ambazo zilikuwa zinamsumbua, kwa sababu ya kwamba alikuwa shapata ajali nchini Kenya, lakini vile vile kwa sababu ya kwamba alikuwa kuna ile hamaki ya kusafiri, ile condition ikawa inamtatiza hata baada ya kwamba amekemboi akakosa matibabu, na ndio ikachangia mpaka umauti wake ukafika. So tuambie tu hapa, kwa sababu hili ni jambo ambalo pia mimi mtu wangu wa karibu limemtokea, ambapo alikuwa akona medical condition ambayo pia sio nzuri, lakini akadanganya kwa medical mpaka mradi akasafiri, na chini ya miezi miwili akafariki na kuletwa kwa kuzikwa. So kama unajua kabisa wewe uko na shida fulani kwenye mwili wako, uko na dislocation fulani kwenye mwili wako, si lazima usafiri, kwa sababu nchi za Arabuni wakati wa baridi mazee ni baridi ukweli, na wakati wa joto ni joto ukweli. So hakuna haja kwamba uende ka risk maisha yako, wakati unaweza kufanya kitu kidogo ambacho kinaweza kupa riski nchini mwako. So let's not force issues. Once ukishajiona kwamba medical condition yako sio nzuri, basi tulia zako nyumbani, kwa sababu huyu dada yetu alikuwa na shida ya miguu, kwa sababu alikuwa mpata ajali, lakini kwa sababu alihisi ya kwamba kuna venye yeye, unajua kuna venye ile mtu anajiamini na kusema kwamba I will manage my condition, acha nisafiri, mimi najua venye ambavyo nitafanya mpaka nitatoboa hizi contract yangu ya miaka 2 nitatoboa. Yes, tunakuamini na Mwenyezi Mungu yupo kwa kukulinda, lakini vizuri mwanzo ukijiangalia wewe mwenyewe kabla kutarajia mtu mwingine akuangalie condition zako. So hapa kwa KG Chipande YouTube channel, studio zetu hapa letu ni kusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwenyezi Mungu ametoa na Mwenyezi Mungu ndo amechukua, na muda wake ulikuwa umefika. So salamu zetu za rambirambi zitaendea familia na wana wote wale ambao wanafanya kazi ndani ya Gulf, especially nchi ya Oman. Tuweze kuwa pole sote na tuweze kuombeana sote, kwa sababu safari bado ni ndefu.